Sasa nilikuwa nakuomba, ingependeza sana kama tukiongozana pamoja kwenda kumfanyia huduma huyu mtu. Hapana, wewe itabidi tuende kwa muombe. Kwa kuwa mazungumzo nishayaelewa, wewe itabidi uende tu kwa muombe. Hapana mke wangu, mimi ningekuomba tungeongozana pamoja kwenda kumfanyia maombezi. Mimi nimekuruhusu kabisa kwa moyo mmoja. Hapana mke wangu, yule ni mtoto wa kike, na mimi kwenda peke yangu kumfanyia maombezi yule haitoleta picha nzuri kwenye jamii. Ningekuomba tuongozane pamoja, italeta picha nzuri hata kwenye jamii, watu watatazama vizuri. Sawa, tutaenda. Nafurahi kusikia hivyo mke wangu. Basi sawa, nakushukuru sana. Nakupenda sana mke wangu. Kununua sio vizuri na wewe tabasamu bana. Mganga, tumerudi kuchukua dawa. Dawa alizotupatia hazifanyi kazi kabisa. Yaani hazina nguvu. Haiwezekani mimi kijiti nishindwe na wale watoto wadogo wachawi. Aliyakuwa sisi ndio inatakiwa tutawale kijiji. Makosa mliyafanya nyewe wenyewe mwanzoni. Mganga, nilipokosea ni wapi? Nilivyokupa dawa unakumbuka nilikwambia usipite sehemu yoyote? Unakumbuka? Nilivyokupa dawa nilikwambia uende moja kwa moja mpaka nyumbani kwako. Wewe kwa ulivyo uelewi ukapita sehemu nyingine. Mganga, kilichotuleta hapa utupatie dawa. Kwa sababu sisi hatuwezi tukashindwa na watoto wadogo. Wale wachawi bado ni wadogo sana. Alafu mganga, unakumbuka maumivu yangu yako wapi? Nakumbuka. Hii dawa ninayotaka kukupa, usifanye kosa lolote. Emzimja Bukelebe, emzimja Majita. Sigamba rubira abana bamumuti. Huyu mganga anatuchezea akili. Hizi dawa zikija kufeli tena, na hii itakuwa mwisho wake. Na hii akitupa tukifeli, lazima kibiriti tu kimuhusu, kwa sababu amefanya mambo mengi sana. Tena cha ajabu, kuna mchawi mwingine amekuja, hajulikani ametoka wapi, na ana nguvu sana. Haiwezekani atushinde. Usiku unaposhuka, sauti hunong'ona, wengi huogopa, mioyo hutetemeka, lakini ipo nuru isiyozimika. Na huyu kijana haitakiwa atuzidi nguvu sisi. Hawezi kututawala yule kijana. Kelele! Kelele, mnapiga kelele kwenye kilinge changu. Subiri niwape dawa.
hapa nilipo nimekuletea dawa 2. Ufanye tena makosa uliyoyafanya mwanzo. Hii dawa nayokupatia ya kwanza, toka hapa moja kwa moja. Nyote mtoke hapa moja kwa moja, na mpe mwenzenu ushauri mpaka nyumbani. Ukifika nyumbani, chukua glasi, nenda mtoni, kachote maji kwenye glasi, chukua dawa, mimina kwenye glasi, changanya, muoge wote watatu, na ibaki kidogo. Itakayobaki nenda kamwage sehemu yoyote ya nyumba yako, asasa mlangoni na pembeni zote za nyumba yako. Mganga, mbona sharti gumu hivyo? Maji ya kwenye glasi yatatutosha wote? Yatatosha. Mganga, inawezekanaje? Muone mkuu wetu alivyo mnene. Itamwenea hiyo dawa na sisi tuitumie? Inawezekana. Mbona mafuta mnapaka? Mganga, kumbuka yale ni mafuta. Haya ni maji, halafu yako kwenye glasi. Glasi ni ndogo sana. Yatatosha tu. Sawa, tumekuelewa. Na hii hapa. Hii. Mnachukua karatasi, mnafunga mkononi, mkono wa kushoto, begani. Sawa, tumeelewa. Lakini mganga, kaa ukijua kwamba hii dawa ikija kufeli tena, na wewe itakuwa mwisho wako. Maana tumemwacha tuwe tunaijia dawa ili tuwashinde wachawi, na hii dawa anatupa feki. Mwisho wake unakuja, yajayo yanafurahisha. Imzimja Bukerewe, imzimja Majita. Nendeni. Hataki maswala ya kwa tunachekeana wakati tunaenda kupea. Ila mganga, kaa ukielewa. Hii dawa ikifeli tena, Nenda! itakuwa mwisho wako. Nenda! Unakufeli hapa. Mbona pana ukimya hivi? Mbisha hodi. 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 Hodi hapa. Mbona kimya? Acha nigonge. Sawa. Hodi. Hodi. Hauna mtu? Takuwa ameenda wapi? Hapo sifahamu. Lakini tuliongea naye akadai kwamba uje muombe. Ya. Na sijui ana shida gani. Huyu binti itakuwa na shida. Cha kufanya mchungaji, wewe mpambanie huyo binti. Inabidi umuombe. Wenda kuna kitu mchafu anayemuongoza. Ananipa kazi sana. Yeye mwenyewe ndo kanambia nije yupo nyumbani, lakini sasa yuko wapi? Wenda labda amepata dharura yoyote.
ndio maana ametoka. Kikubwa usikate tamaa. Sawa, tuondoke, tutakuja siku nyingine. Sawa. Umekuwa ukilia moyoni. Bwana Yesu asifiwe. Amina mchungaji. Habari ya uzima? Salama. Ya, nimefika hapa kwako, sijaukuta. Umekuja na nani? Nipo na mama mchungaji. Mimi nina shida na wewe. Sina shida na mke wako. Hapana mtumishi. Huduma inaweza ikafanyika na mtu yeyote. Sasa huyu ni msaidizi wangu. Iweje yeye asifike? Sasa nisikilize. Sina shida na mke wako na sikuongea naye aje anifanyie huduma ya maombezi. Ila niliongea na wewe na ikakubalika uje. Uko wapi? Haina haja ya kujua niko wapi, ili hali upo nje ya makubaliano yetu. Okay, sawa. Acha turudi. Tazungumza na mama mchungaji, Kakata. Kwani yuko wapi? Hata hajaniambia. Ondoke. Sawa. Nguvu ya nuru, nguvu ya nuru, nguvu ya nuru, nguvu ya nuru, nguvu ya nuru imetuangaza. Boko. Sinakuita wewe. Nguvu ya nuru imetua. Wewe sinakuita na uitiki, kwa nini? Mimi siiti Boko, naitwa Maria. Kwa hiyo wewe sio Boko? Hivi wewe kaka, mbona king'ang'a? Nimekuambia siiti Boko, naitwa Maria. Wewe tushie kukutana Kisumu. Na ulikuwa unahitaji msaada wa biashara. Uliniambia genge lako halina wateja, nikusaidie upate wateja. Na nikakusaidia. Mwambie aliyekutuma ameshindwa. Mimi siiti Boko, naitwa Maria, na tuje kukutana sehemu yoyote tofauti na hapa tulivyokutana sasa hivi. Boko. 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 Karibu mteja, karibu. Kwa nini unalala sana? Karibu, yani wewe ndo mteja wangu wa kwanza. Karibu, nikudumie nini? Mimi sio mteja leo. Mimi ni Nabii Otimbi. Ndo Nabii Otimbi? Shoga yangu aliyeniambia ndo wewe? Ewa. Mimi mara nyingi natokea watu wenye shida na nimeona wewe una shida sana. Yaani hujakosea Nabii Otimbi. Yaani hapa nipo mawazo chungu mzima. Biashara yangu haiendi. Kuna shoga yangu kafungua hapo juu tu kidogo. Anauza kama nini, lakini wakati hajafungua hapo mimi nilikuwa nauza yani asubuhi, mchana, jioni. Chajabu hadi sasa hivi sijauza hata shilingi tokea nimefungua asubuhi. Nataka nikuombee, nikuthibitishie kwamba Mungu wangu mimi anajibu hapo hapo. Uachane na huyu mchungaji Robinson. Yaani nitafurahi. Hicho ndio kizuri kwa sababu mimi hapa Kisumu nitasaidia sana watu. Ila lazima ukubali kwamba unaachana na mchungaji Robinson. Yaani Nabii, wewe fanya haraka. Mimi mambo ya mchungaji Robinson yani mimi nimeyaacha. Nilivyokuona ndio hivyo hivyo. Naomba mimi unifanyie maombi yako na biashara yangu iende kama zamani. Kisumu, iache Kisumu. Sasa hivi mimi ndio mkuu wenu. Sijui unaelewa. Siwezi nikakuelewa, ule ni tapeli eti watajia. Sikiliza binti. Nakusikiza Nabii.
Yaani wewe nilikugeuza kuwa nyoka, na hapa ulipo wewe ni nyoka. Nashangaa unaishi hapa Nzera kwa kujiachia. Kama wakijua wewe ni nyoka, utachoma moto. Na maisha unaishi ni ajabu sana. Mume wako unamficha. Mwambie ajue wewe ni nyoka. Kitu ambacho nakushauri, njoo ungane na mimi. Vita ambayo tulishirikiana Kisumu ya kuangamiza nguvu ya nuru, tushirikiane hapa Nzera. Kwa hiyo uwe chini yangu, tuendelee na kazi, kwa sababu wewe ni nyoka. Wewe mazoea na mimi koma mwanzo na mwisho. Tukikutana tupishane njia kama tulivyokutana leo. Sikujui, hunijui. Siitwi Boko, naitwa Maria. Sasa huyu sura yake inaonyesha ni nyoka, ngozi yote nyoka, zao langu mimi. Kamkamata, taukamata. Maneno yao yanakuchoma, lakini bado unainuka. Usikate tamaa, usivunjike. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, watumishi wa Bwana. Naomba mkae kwa utulivu kwa ajili ya kupata mkate wa leo. Amen. Kwa siku ya leo tunaenda kujifunza neno ambalo linazungumzia nguvu ya nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni kwa nini tumeenda kuzungumzia nguvu ya nuru? Nguvu ya nuru inatawala pahali ambapo pana giza. Na palipo na giza, nuru haiwezi, giza haliwezi likatawala palipo na nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nitaenda kusoma neno la Bwana, litatoka katika kitabu cha Misali sura ile ya 15 kuanzia mstari wa kwanza. Naomba msomaji mzuri kabisa ukanisomee pale kuanzia mstari wa kwanza telemka mpaka mstari ule wa 3. Na inasema jawabu la upole ugeuza hasira, bali neno liumizalo huchochea ghadhabu. 2. Ulimi wa mwenye hekima hutamka maarifa vizuri, bali vinywa vya wapumbavu humwaga upumbavu. Na 3. Macho ya Bwana yako kila mahali, yakimchunguza mbaya na mwema. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini giza pali lilipo, nuru inaposimama, giza inatoweka. Mahali pale tunaangalia mfano majumbani kwetu. Giza linapokuwepo huwa tunawasha nini? Taa, ili kupata nini? Mwanga. Hata ikiwa ni ndani, giza likiwepo, tunawasha nini? Taa, ili tupate mwanga. Maana hiyo ni nuru. Pale palipo na giza, nuru ikionekana, giza linakimbia. Sio hivyo? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nguvu ya nuru inatawala pale palipo na giza. Giza linaposimama katika nuru, nuru